Mamia ya wananchi wa jiji la Tanga wamejitokeza kushiriki mazishi ya miili ya watu watano waliopata ajali Septemba 14. Akizungumza kwenye ibada ya mazishi hayo, mchungaji wa kanisa la KKKT amesema Alhamis iliyopita alifanya ibada ya mazishi kwa ajili ya mama mzazi wa mmoja wa waliofariki ambaye ni Baba Francis, lakini kwa siku nyingine tena akifanya ibada hiyo Francis na watoto wake kama anavyoelezea. Wale ambao tuliungana kwenye ibada tulisema hivyo, tunasherehekea maisha ya Maria Kadi, lakini tulisema hivyo kutokana na umri wake. Leo pengine mioyo yetu ina maswali mengi sana, lakini tukubali kwa sababu ni mkono wa Bwana ulioyaruhusu haya. Kama Mungu asingalikubali, yasingalitokea. Kwa hiyo tuamini na kuungana na mtumishi wa Mungu Paulo aliyesema tushukuru kwa kila jambo. Mungu aendelee kuitunza sana familia ya kina Kadi. Mmoja wa shuhuda wa tukio hilo ambaye aliokoa miili hiyo na kuweza kuhifadhi mali kadhaa akazungumzia jinsi tukio hilo lilivyotokea na jinsi alivyostiri mali hizo. Mama yule akaniomba, akanambia, mwanangu, naomba nisaidie kwenye hili, tusaidie kwa sababu hatuna msaidizi hapa, tusaidie ili mradi tuweze kutusimamia kwenye hili. Mimi nikamkubalia kwenye hilo, nikamsaidia, nikamwambia mimi mbona niko tayari tena kwa muda mwingi, na kwenye hili mimi niko tayari kulibeba kama mimi. Mazingira ya pale nimekuta watu wamekufa watatu, kama baba Jeshua na binti mmoja. Kwa hiyo wakabaki mama, akabaki binti wa kazi yule ambaye sasa hivi ndio kwa Mloganzila, akabaki kuna binti fulani hivi mweupe katika pale katika zile picha, alafu akabaki yule brother mwenye miwani. Sasa kwa hiyo dakika mwishoni tukaanza kupakia wale ambao majeruhi kuwapeleka hospitalini. Tukaenda hospitalini lakini yule mmoja hakufika hospitalini, ambaye yule mweupe, kwa sababu alikufia kwenye guta, kwa sababu hali yake ilikuwa mbaya sana. Kwa hiyo dakika ya mwishoni tukaanza matibabu pale, nikaanza kuchukua simu kutafuta ndugu na jamaa ili mradi kuweza kuwapa taarifa kuhusiana na hili swali lilotokea pale. Na kutoka pale nikaanza sasa kufanya process za kuweza kuwajua ndugu na marafiki, kuweza kuwapa taarifa hizi kusudi kwamba niweze kupata msaada na mimi pale nilipo, sababu niko peke yangu. Kwa baadaye pale hospitalini tumepewa notice ya kutoka kwa sababu wagonjwa walikuwa na hali mbaya, ndio tukapewa notice ya kutoka kwenda Msoga. Baada ya kutoka, kabla ya kutoka, na maiti zile zikaja za kule kwa ambazo zilikuwa tunaziacha kule kwenye nanelio kwenye ajali kule. Kwa hiyo zimekuja pale na defender ya Kiwangwa. Tukaja tukazisaini pale maiti, ikapakia na maiti ambayo ilikuwa pale.
zile zikaondoka Mochwari Bagamoyo na mabegi. Ndugu na jamaa walioshiriki msiba huo nao wakawa na haya kueleza kwa walichojifunza kutokana na tukio hilo. Vijana wanatakiwa inapotokea ajali walinde mali za watu ambao wamepata ajali. Imetokea mara kwa mara ajali ikitokea, unakuta mtu ananyang'anywa vitu vyote kabisa. Lakini nashukuru sana kuna kijana ambaye ameokoa mali za hawa marehemu. Hilo ni fundisho sana, tunatakiwa tujifunze sana. Nilisoma na marehemu Neema Kagi shule ya msingi Mikocheni mwaka 98 mpaka 2004. Mungu pekee ndiye faraja. Wanadamu tuna mipaka, tuna kikomo. Kwa hiyo niwaombe waombolezaji wenzangu katika kipindi hiki kigumu, maana msiba ni mzito. Mungu pekee akawe faraja ya familia na sisi pia. Amina. Amen. Mungu abariki. Kutoka hapa mkoani Tanga, Rajabu Athmani, Mwananchi Digital.